Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako upendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo wanakwenda kucheza mchezo wao wa fainali ya kombe la CRDB Federation Cup ama kombe la FA dhidi ya Singida Black Stars, miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri, inashika nafasi ya 4 katika msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Sasa klabu ya soka ya Yanga malengo yao ni kuweza kulichukua na taji ili iwe mara 4 mfululizo, waende wakashangilie paredi yao vizuri kabisa. Sasa klabu ya soka ya Yanga imeamua kuweza kuweka kikosi kupitia kocha mkuu bwana Amdi Mirudi. Ameweza kutangaza kikosi cha majembe 11 ambayo yatakayoanza katika mchezo huo kubwa kabisa, mchezo wa mwisho kabisa katika msimu 2024-25, kwa sababu ndio mchezo wa mwisho. Kimalizika huo hakutakuwa na mchezo mwingine tena unaohusu klabu ya soka ya Yanga mpaka kunako msimu ujao. Sasa mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Mirudi, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu aliandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mabingwa hawa wakiendeleza ubabe wao. Sasa kikosi kimeweza kutua pale Zanzibar, ambapo ndio fainali ambayo utakwenda kufanyika pale katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar, ambapo klabu ya soka ya Yanga imeweza kumchagua golikipa namba 1 Djigui Diarra kuendelea kuweza kusimama langoni kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi katika mchezo huo. Djigui Diarra ataendeleza mwendelezo wake wa kuweza kukaa golini, huku mchezo uliopita dhidi ya watani wao hapa nazungumzia Simba aliondoka na clean sheet mara baada ya klabu ya Yanga kushinda kwa bao 2-0 pale dimba la Benjamin Mkapa. Anaendeleza ubabe wake wa kuweza kuhakikisha kwamba analilinda lango lao liweze kuwa salama kwa dakika 90, huku klabu ya soka ya Yanga ikihakikisha kwamba wanapachika mabao. Kwa hiyo golini atasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Djigui Diarra, screen protector. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa beki namba 2 anasimama Israel Patrick Mwenda, moja kati ya vijana wa Kitanzania mali kabisa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inaonyesha kupiga kazi kweli kweli. Amekuja katika kipindi cha dirisha dogo, lakini kazi kubwa ambayo ameweza kuifanya katika michezo ambayo mwalimu aliweza kumpatia nafasi, amezidi kuonyesha kwamba yeye ni beki wa aina gani na anajitengenezea ufalme wake ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, huku kila mmoja akiweza kutamani kumuona akiendelea kuweza kuwasha moto na kuweza kuliziba pengo vizuri kabisa la Atola ya Okwasi. Kwa hiyo atasimama hapa nazungumzia kijana huyo kwenye nafasi hiyo. Lakini katika upande wa beki namba 3 hapa watakutana na simu nyingine, bado nazungumzia kitasa mwenyewe, kasi, mwendo, maarifa mguuni. Simu nyingine bado nazungumzia Issa Shadrack Kiboka, miongoni mwa mabeki ambao wamekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Yanga. Amekuwa na wakati mzuri tunaweza kusema, kwa sababu ya kile ambacho ameonekana kuweza kukifanya kiwanjani pindi mwalimu akiweza kumpatia nafasi, basi udhihirisha yale ambayo amekuwa akiweza kuyafanya. Tutakwenda kulijua hilo pindi ambapo mwalimu atakapoweza kumwanzisha katika mchezo huo. Ila kwa upande wa safu ya ulinzi hapa nazungumza beki za katikati, namba 4 atakuwepo si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka, kitasa kabisa, sergeant mwenyewe akiweza kukiwasha vilivyo kweli kweli. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaendelea kuweza kuifanya, amekuwa ni muhimili mkubwa kweli kweli katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Katika upande wa safu ya ulinzi
amekuwa na mwendelezo mzuri akiweza kuisaidia klabu ya soka ya Yanga kwenye kujilinda zaidi. Anatumia nguvu inapohitajika, lakini maarifa ni makubwa kabisa ambayo huwa anayatumia kwenye namna ya kuweza kumkaba. Striker wako yupi ambaye hajakabwa na Ibrahim Ahmadi Baka? Mlete, unaona bana. Lakini katika upande wa namba 5 anasimama kapteni msaidizi, si mwingine bali unazungumzia big brain defender, si mwingine unazungumzia Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya katika eneo lile la katikati. Amekuwa ni muhimili mkubwa kabisa, pattern yake ni nzuri kabisa. Kati yake yeye na Ibrahim Ahmadi Baka wamekuwa na muunganiko mzuri kweli kweli, wana mawasiliano mazuri kweli kweli. Ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo ulikwenda kushuhudia kile kilichoweza kutokea. Ila katika upande wa safu ya kiungo sasa, hapa Mwalimu ndio anapokwenda kuweza kuwamaliza Singida Black Stars kama alivyoweza kuwamaliza Simba Sport Club kwa kuweza kuwapangia vyuma vitatu. Ndivyo hivyo Mwalimu Ahmad Mirudi amekwenda kuwapangia kikosi cha klabu ya soka ya Singida Black Stars, kile ambacho walichokutana nacho Simba Sport Club. Namba 6 anasimama si mwingine bali ni Alidi Aucho, fundi wa boli. Miongoni mwa vitu ambavyo upaswi kuweza kuvikosa ni kumtizama Alidi Aucho akiweza kucheza. Pale namba 6 amekuwa ni muhimili mkubwa kabisa. Ana uwezo wa kupandisha timu kwa kasi, ana uwezo wa kutuliza mashambulizi, ana uwezo wa kupiga pasi mpenyezo, ana uwezo wa kupiga pasi ambazo ni uhakika. Alidi Aucho wempelekee mbaya, yeye anakupa safi iliyonyooka kabisa, unaona bana. Kwa hiyo namba 6 atakuwepo Alidi Aucho. Huku unazungumzia namba 7 utakutana na si mwingine bali unazungumzia huyu ni Maxim pia Nzingeli, moja kati ya wachezaji wenye nidhamu ya kutosha, maarifa, pumzi, mwendo kweli kweli, wana kasi, wana nguvu, na kile ambacho wanachokifanya uwanjani wanahakikisha kwamba kiko sawa kabisa. Utakwenda kushuhudia hilo katika dakika 90 dhidi ya Singida Black Stars. Moto upi atakaopeleka Maxim Nzingeli katika nyakati hizi za mwisho. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama si mwingine bado unazungumzia huyu ni Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake. Mwalimu amesema ya kwamba leo hii acheze katika maeneo hayo, na amekuwa na mwendelezo mzuri anapokuwa akiweza kusimama katika eneo hilo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hiyo kazi kubwa ambayo itakwenda kufanyika. Lakini katika upande hapa nazungumzia wa namba 9 atasimama Clement Mzinze. Unafahamu shughuli yake, miongoni mwa vijana ambao waliweza kulizamisha meli la wekundu wa Msimbazi Simba katika bahari ya Benjamin Mkapa pale ambapo walipoweza kukutana. Unaona bana, meli ya Simba ikazama kabisa, ikazama ikatitia bana. Katika namba 10 anasimama Cletus Turachama, mwamba wa Lusaka, moja kati ya wachezaji ambao dakika hizi za jioni amekuwa ni moto wa kuotea mbali kweli kweli, mtamu zaidi ya asali kwa kile ambacho anachokifanya kiwanjani. Walimu wanajiuliza waendelee kushawishi uongozi umuongeze mkataba ama ni vipi, lakini kwa kile ambacho anachokifanya na stahili kuendelea kubakia kwenye kikosi cha mabingwa Young Africans. Lakini katika upande wa namba 11 anasimama Profesa Waboli. Nani asimtaje katika nchi hii kwa kile ambacho alichoweza kukifanya katika michezo hii ambayo ya kumalizia kwa msimu 2024-2025. Ubora wake umeweza kuonekana. Kwa hiyo kazi kubwa utakwenda kushuhudia hiyo ikiweza kufanyika katika siku ya tarehe 29 pale ambapo Young Africans watakutana dhidi ya Singida Black Stars katika kombe la CRDB Federation Cup. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana